Mimi Regina Ndege Kwarai naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Regina Ndege Kwarai naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri, ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Mwenyezi Mungu nisaidie. Pius Stephen Chaya. Mimi Pius Stephen Chaya naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Pius Stephen Chaya naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri, ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Rahima Riyadh Kisuo. Mimi Rahma Riyadhi Kisuo nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Rahma Riyadhi Kisuo nathibitisha kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri, ofisi ya waziri mkuu, kazi ya ajira na mahusiano. Kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
Kwagilwa Ruben Namanilo. Mimi Kwagilwa Ruben Namanilo naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Kwagilwa Ruben Namanilo naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri, ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Mwenyezi Mungu nisaidie. Jafar Rajab Saif. Mimi Jafar Rajab Saif nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Jafar Rajab Saif nathibitisha kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri, ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitotoa siri za baraza la mawaziri. Mwenyezi Mungu nisaidie. Laurent Deogratias Luswetula. Mimi Laurent Deogratias Luswetula naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Laurent Deogratias Luswetula naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri wa fedha, na kwamba na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri ya baraza la mawaziri. Mwenyezi Mungu nisaidie.
Mshamu Ali Munde. Mimi Mshamu Ali Munde nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Mshamu Ali Munde nathibitisha kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri wa fedha, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwamba na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu na kwa zangu za naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, na kwa wakati wote nitaitumikia vyema Florence George Samizi. Mimi Florence George Samizi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Florence George Samizi naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri wa afya, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na kwa uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Wanu Hafidh Ameir. Mimi Wanu Hafidh Ameir naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Wanu Hafidh Ameir naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mwasi Damas Kamani. Mimi, Mwasi Damas Kamani, naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi, Mwasi Damas Kamani, naapa kwamba nitaitumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri wa mifugo na uvuvi, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Salome Wycliffe Makamba. Mimi Salome Wycliffe Makamba naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Salome Wycliffe Makamba naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za naibu waziri wa nishati, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba sasa uridhie Katibu Mkuu Kiongozi aweze kurejea kuketi katika nafasi yake.
Mheshimiwa Rais, mara baada ya tukio la uapisho kukamilika, kwa ridhaa yako naomba nimkaribishe Kamishna wa Maadili Mheshimiwa Jaji Sivangilwa Mwangesi kwa ajili ya kiapo cha maadili kwa viongozi waliokula kiapo hivi punde. Kwa heshima na taadhima, Jaji Mwangesi, karibu. Niwaombe wote tutakaotoa ahadi mbele ya Mheshimiwa Rais tusimame. Ahadi ya uadilifu kwa viongozi wa umma. Kuzingatia misingi ya maadili iliyoainishwa katika ibara ya 132 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na masharti ya sheria ya maadili ya viongozi wa umma ya mwaka 1995 ambayo yanataka kila kiongozi wa umma kuzingatia viwango vya juu vya maadili ili kukuza utu, uwazi, uadilifu, uwajibikaji na kuimarisha imani ya wananchi kuhusu utendaji wa viongozi wa umma. Mimi Adolf Faustin Mkenda ninawaahidi umma kwamba nitakuwa mzalendo na mtii kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitakuwa mwadilifu na mfano kwa watumishi wa umma, watumishi wa Bunge, watumishi wa mahakama na watu wengine katika kukuza na kusimamia maadili. Sitatumia cheo changu kwa maslahi binafsi au ya familia yangu, ndugu zangu au marafiki zangu au mtu mwingine. Nitalinda na kutumia rasilimali za umma kwa maslahi ya umma. Nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sitatenda kitendo chochote cha rushwa. Sitaomba, kutoa au kupokea zawadi au fadhila isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na sheria. Sitatoa shinikizo linalokiuka sheria, kanuni, taratibu na miongozo katika utendaji kazi za umma. Sitatoa siri ambazo nitazipata au kuzijua katika utumishi wangu isipokuwa kama sheria itaelekeza vinginevyo. Nitatekeleza majukumu yangu kwa kuepusha mgongano wa maslahi wa aina yoyote, na mara zote nitatoa uamuzi kwa kuzingatia katiba na sheria. Nitatoa huduma bora kwa usawa kwa watu wote bila kujali misingi ya dini, siasa, kabila, udugu, utaifa, ukanda, jinsia au hali ya mtu, na nitazingatia na kulinda heshima ya nafasi yangu ya uongozi wa umma ninapokuwa kazini, nje ya mahali pa kazi na hata nitakapostaafu au kuacha kazi. Tamko. Ninakiri kwamba nimeisoma hati hii ya ahadi ya uadilifu kabla ya kuweka saini. Ninakubali na kutambua kwamba masharti yaliyomo katika hati hii ni ya kimaadili na kisheria na ninawajibika kuyatekeleza. Ninaelewa kwamba kuvunja masharti haya ni ukiukwaji wa maadili yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma na sheria za nchi, na hatua za kisheria zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu iwapo nitakiuka masharti haya.
Nawashukuruni sana wote, naomba mketi na kuweka saini zenu. Naomba tuwapongeze viongozi wetu waliokula kiapo hivi punde. Tuongeze tena makofi mengi. Mheshimiwa Rais, naomba sasa uridhie tupate mapumziko mafupi kwa njia ya burudani. Tumkaribishe Mrisho Mpoto na kundi lake la Mjomba Band. Tuweze kupata burudani, ujumbe, takwimu na nasaha. Mjomba, karibu kwa ajili ya burudani. Samia mama, 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 Samia mama, mama, wewe ni mama, mama wa hili taifa, nchi imekuchagua wewe ndo raisi wetu mama, wewe ni mama, wewe ni mama, raisi wetu, mama wa hili taifa, nchi imekuchagua wewe ndo raisi wetu mama. Kwa ushindi huu, matokeo ya imani yetu kwako, na ushindi huu, umestahili Dr. Samia. Waheshimiwa mawaziri, hongereni sana. Zaidi ya kura mlizomwagiwa na wananchi kwenye majimbo yenu, leo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amewavisha joo lingine la heshima, joo lingine la uaminifu, joo lingine la utumishi wa umma.
Umevishwa joo na rais anayeamini katika kuwaongoza watu na sio kuwatawala watu. Mmeaminiwa na rais mwenye hofu ya Mungu. Mmeaminiwa na rais anayeishi maneno yake. Mmeaminiwa na rais asiyependa makundi, rais anayependa umoja wa kitaifa. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Imani hiyo hiyo mlioaminiwa na wapiga kura, imani hiyo hiyo mlioaminiwa na rais wa nchi, mwende mkailinde kwa vitendo na sio maneno. Waheshimiwa mawaziri, nendeni mkatangulize maslahi ya nchi kwanza na sio ya kwenu binafsi. Nendeni mkafanye maamuzi sahihi kwenye rasilimali za nchi. Nendeni mkasimamie maadili. Nendeni mkawe wawazi. Nendeni mkafanye kazi kwa weledi. Msiende kushindana kutaka kumwonyesha rais nani mkubwa. Kama mnataka kushindana, kashindaneni na mnakuletea wananchi maendeleo. Ndio kitu alichowaahidi Mheshimiwa Rais. Waheshimiwa mawaziri, katika maneno 10 utakayomsikiliza Daktari Samia Suluhu Hassan, hautakosa neno utu ndani yake. Ukimsikiliza katika maneno 10, hautakosa neno kazi katika maneno yake. Ukimsikiliza katika maneno 10, hautakosa neno maendeleo. Na ndiyo maana Watanzania kwa imani hiyo wakamchagua kwa 97.66%. Ushindi ambao sio namba, ni imani wameweka Watanzania juu ya rais wao. Na ndio maana rais akasema, ndugu zangu, ili tuweze kufaidi matunda ya nchi hii, msiende kukata tawi mlilokalia. Waheshimiwa mawaziri, mimi nimemfuatilia Mheshimiwa Rais kwa siku 61 za kampeni katika mikutano yake yote zaidi ya 100. Anakiishi, anaamini anachokisema, anaamini alichowaahidi wa Tanzania. Ukimtazama wakati anaongea, wakati anawaahidi wa Tanzania, hapepesi macho kwa sababu anajua nini anachowaahidi na kinawezekana kwa namna gani. Ndio maana mko hapa leo, mmekula kiapo. Rais amewaahidi wa Tanzania maji. Anasema tunatoka kwenye maji ya namba ya 1%, tunakwenda kwenye gridi ya taifa. Rais amewaahidi watu barabara. Ameshaunganisha mikoa yote ya Tanzania kwa kiwango cha lami. Ilikuwa lazima upite nchi jirani ndio uingie nchini kwako. Leo mikoa yote imeunganishwa kwa lami. Tunakwenda kwenye wilaya, tunakwenda kwenye halmashauri, tunakwenda kwenye kata mpaka vitongoji, lami. Amewaahidi wa Tanzania. Rais aliwaahidi wa Tanzania ataitoa SGR kutoka Morogoro kwenda Dodoma, Dodoma ataipeleka mpaka Isaka, Isaka ataipeleka mpaka Tabora, Tabora ataipeleka mpaka Mwanza, Mwanza Kigoma, Burundi kule kuelekea Kongo. Ameweka imani kwa sababu yenu waheshimiwa mawaziri. Ushindi huu, huyu ni mama. Huyu ni mama. Huyu ni mama. Mama, wewe ni mama, wewe ni mama, mama wa hili taifa. Nchi imekuchagua wewe, piga makofi. Wewe ndo rais wetu mama, wewe ni mama, wewe ni mama, rais wetu, mama wa hili taifa.
nchi imekuchagua wewe ndo rais wetu mama. Mheshimiwa Waziri, za rangi huo mnatoa za rangi. Ushindi huu na kwa ushindi huu matokeo ya imani yetu kwako, na ushindi huu umestahili Dr. Samia. Kwa ushindi huu matokeo ya imani yetu kwako, na ushindi huu umestahili Dr. Samia. Waheshimiwa mawaziri, wewe ni mama, rais wetu, mama wa hili taifa. Wa Tanzania, nchi imekuchagua wewe ndo rais wetu mama. Wewe ni mama, wewe ni mama, rais wetu, mama wa hili taifa. Wa Tanzania, nchi imekuchagua wewe ndo rais wetu mama. Na kwa ushindi huu matokeo ya imani yetu kwako, na ushindi huu umestahili Dr. Samia. Waheshimiwa mawaziri, nimemsikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais bungeni. Anamaanisha kipaumbele chake cha kwanza ni kwenda kuimarisha sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi ili kiende kikachochea ajira. Tukumbuke amewaahidi wa Tanzania ajira zaidi ya 8.5 milioni. Lakini Mheshimiwa Rais anataka twende tukaimarishe mifuko ya hifadhi ya jamii ili iweze kushindana nje ya nchi kama mashirika yanavyofanya katika nchi yetu. Dhamira yake, twendeni tukamtangulize Mungu mbele. Rais kwenye hotuba yake amesisitiza nidhamu, amesisitiza uwajibikaji, amesisitiza maadili na uadilifu katika mazungumzo yake. Niwaombe wa Tanzania wenzangu, hakuna wa kujenga nchi hii bali ni mimi na wewe. Na kwa umadhubuti nchi hii tutaijenga kwa pamoja tukiwa na umoja wa kitaifa. Waswahili wanasema hauwezi kwenda kwa jirani kama hujatokea nyumbani kwako. Hauwezi kumtembelea jirani ukiwa unatoka kwa jirani, lazima uwe na kwako. Leo tuna kwetu. Twendeni tukawaambie wa Tanzania uchaguzi umekwisha. Twendeni tukaiamini serikali yetu inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Twendeni tukawaambie wa Tanzania wampe muda sasa rais afanye kazi kutekeleza ahadi alizotuahidi. Twendeni. Nalisisitiza hili kwa sababu tutapoteza muda. Tutapoteza muda, tutakuja kulaumiana baadaye. Cha kufanya ukipata ujumbe unaona unakwenda kuchochea, futa, delete kabisa, usisambaze. Mheshimiwa Rais, nchi imekuwa nini? Wananchi wa Tanzania wanakupenda, tunakupenda. Kafanye kazi Mheshimiwa Rais, katimize ndoto ulizotuachia, ndoto ulizotuahidi, ili tuje kusema mwisho wa siku yale maneno uliyotuambia. Atuangalii vitu, atuangalii majengo. Tunataka tukaache furaha kwa Watanzania. Furaha yetu wa Tanzania itatoka kwako Mheshimiwa Rais. Nenda kachape kazi. Asante. Mungu ibariki Tanzania. Mungu libariki baraza la mawaziri, wakachape kazi. Tukutane site sasa. Wewe ni mama, makofi kwake. Mama wa hili taifa. Tufurahi pamoja na mjomba.
nchi imekuchagua wewe, wewe ndo rais wetu mama, na kwa ushindi huu matokeo ya imani yetu kwako, na ushindi huu umestahili Dr. Samia. Kwa ushindi huu matokeo ya imani yetu kwako, na ushindi huu umestahili Dr. Samia. Tumpongeze tena kwa makofi mengi sana. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri, Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, natambua uwepo wa mawaziri wakuu wastaafu, ndugu Majula Mululi Mahindeka, Katibu Mkuu Ikulu, ndugu makatibu na naibu makatibu wakuu mliopo, natambua uwepo wa ndugu Steven Wasira, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara, pamoja na Balozi Dr. Asha Rose Migiro, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Hamza Johari, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Jaji Sivangilwa Mwangesi, Kamishna wa Maadili, wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali, viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa dini, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, karibuni Ikulu ya Chamwino Dodoma. Mheshimiwa Rais, baada ya kazi kubwa ulioifanya ya kuwaapisha waheshimiwa mawaziri, lakini kiapo cha maadili na hatimaye burudani, kwa heshima na taadhima, naomba sasa nikukaribishe uweze kuzungumza na hadhira hii, na kupitia hadhira hii utakuwa nazungumza na taifa kupitia vyombo mbalimbali vya habari, kwa sababu tukio hili lipo live ama mubashara. Naomba wote tusimame. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Nakushukuru MC. Waheshimiwa, naomba tukae. Mheshimiwa Balozi Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tambue uwepo wa mawaziri wakuu wastaafu, Mheshimiwa Mizengo Pinda na Mheshimiwa Kassim Majaliwa, niliwaona wapo katikati hapa. Asante sana. Asante sana. Viongozi, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Steven Wasira na Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Spika wa Bunge na viongozi wote waliotoka kwenye muhimili wa Bunge, Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu, na wote waliotoka kwenye muhimili huu wa mahakama, Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, ambaye pia ni mkuu wa utumishi na katibu wa Baraza la Mawaziri, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo, makatibu wakuu, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, mkuu wa mkoa wa Dodoma ndugu yetu Rosemary Senyamule, viongozi mbalimbali wa serikali mlioko hapa, viongozi wa dini, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wanafamilia wa viongozi walioapishwa leo, ndugu zangu wanahabari mliopo nasi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za mchana, kazi na utu. Ndugu zangu, kwanza ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu tujalia leo kuweza kuweko hapa kwa kazi hii maalum tulioipanga. Tunamshukuru sana Mungu. Lakini la pili, kabla sijaendelea, ni shukuru sana 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 wale wote waliofanya kazi nasi katika muhula wa kwanza wa awamu ya 6.
mawaziri wote waliofanya kazi nasi, tunawashukuru sana. Maendeleo tunayojidai nayo leo hapa ni mchango wao mkubwa sana, tumefanya nao mpaka tulipofika. Lakini kazi hizi ni kupishana, kwa hiyo wamepishana. Tuna timu mpya na kongwe imechanganyika ili tuende tukaendeleze mapambano ya maendeleo kwa wananchi. Ndugu zangu mawaziri na manaibu mawaziri mlio hapa leo, tuko hapa kuwashuhudia mkikubali kubeba majukumu. Tuko hapa kugawana majukumu. Mmeyapa na wizara zenu mbalimbali. Hayo ndio majukumu ambayo mmekubali kubeba, na ni imani yangu kwamba mmeyabeba kwa moyo mkubwa. Mmeyabeba kwa moyo kwamba tunakwenda kutumikia watu. Majukumu tuliopeana leo, dhamana tulizopeana leo, ni dhamana za kazi na si fahari. Kwamba na mimi ni waziri ikawa ndio fahari ulikotoka, unakokaa na kwengineko. Hapana. Tumebeba majukumu ya kwenda kuwatumikia wananchi. Kauli mbiu yetu, kazi na utu, tunasonga mbele. Na ule utu uanze na sisi wenyewe. Sisi wenyewe viongozi, mawaziri, manaibu mawaziri, ambao tunakwenda kuwasimamia wengine. Utu uanze kwetu sisi. Nadhani mkiangalia neno utu lina maana pana sana. Kwa hiyo kwa maana yoyote ile, utu uanze na sisi, halafu tuoneshe utu kwa watu wetu, kujenga utu wao, kuheshimisha utu wao, utu wa Mtanzania. Hiyo ndio kazi yetu. Sasa kwa wale watakaobeba uwaziri kama fahari, nimeapa leo na mimi nimeukwaa na watanijua huko mtaani, basi tunafuatana polepole. Mnakwenda lakini tuko nyuma yenu, tuko migongoni kwenu. Miaka 5 si midogo lakini si mingi sana. Kwa hiyo mimi sio ni shida kubadilisha, na mnanijua. Na kipindi fulani mlishanisema nabadilisha sana. Nikasema ndiyo nabadilisha mpaka nipate yule ambaye atafanya kazi na mimi kwa moyo mkuu na kwa moyo mmoja. Kwa hiyo ndugu zangu mawaziri, kazi yetu hapa kuanzia leo ni kuwajibika kwa wananchi. Ni kuwajibika kwa taifa hili. Ni kuwajibika kwa nchi yetu Tanzania. Hiyo ndio kazi yetu. Bahati mbaya, mambo ambayo tumeahidi kwa wananchi au kwa taifa hili ni mengi mno. Kama nilivyosema kwenye hotuba yangu ya bunge juzi, ni mengi mno, lakini muda wa kuyatekeleza ni mchache sana, mchache mno. Kwa hiyo wale mlio hapa leo, aliye mzito akapunguze kilo kidogo. Tuna kazi ya kwenda mbio, na ni mbio hasa, sababu muda ni mchache, mambo ni mengi mno. Jengine changamoto inayotukabili ni rasilimali. Rasilimali zetu ni chache. Kama mnavyojua, mara nyingi tunategemea kupata kutoka nje, mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali za kimataifa, mabenki ya kimataifa. Lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia doa kidogo. Kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza wa awamu hii. Muhula wa kwanza wa awamu hii tulikuwa tunapata sana kwa sifa zetu, kwa msimamo wetu, kwa kazi tunapofanya. Lakini doa tulilojitia huenda likaturudisha nyuma. Kwa maana hiyo, tuna kazi ya kutafuta fedha humu ndani. Kutumia rasilimali zetu alizotupa Mungu, tutaangalia njia gani tutazitumia tupate fedha ili tukatekeleze miradi ile ambayo tunakwenda kutekeleza. Kubwa zaidi, awamu ya pili, muhula wa pili wa awamu ya 6, tutaanza kufanya miradi wenyewe, alafu mashirika yatatukuta njiani, tutakwenda nao. Hatutakaa kusubiri. Tunauza mradi, tunakwenda kubembeleza, mradi unakubaliwa, lakini nendeni karekebisheni hili, nendeni yule nenda kamkisi, usimnyukue, lakini yule sijui kamfanyeje.
mradi badala ya kupata approval kwa miezi 3-4, tunachukua mwaka mzima tunabembeleza mradi mmoja. Paka permission inatoka, no objection, maneno yenu wataalamu. Tuna miaka 2 tunamaliza kipindi chetu. Hatutasubiri hayo. Tutaanza kwa fedha ya ndani. Alafu wale wakimaliza na objection zao watatuunga katikati. Tumeelewana? Na huo sio wajibu wa rais peke yake, ni wajibu wetu sote. Ni wajibu wetu sote. Makamu wa rais yuko pale anasikia, waziri mkuu yuko pale anasikia. Spika wa bunge na wabunge nadhani wako hapa wanatusikia. Kwa hiyo huo ndio mwendo ambao tutakwenda nao. Tuliahidi kufanya mambo ndani ya siku 100 za kazi. Nadhani leo tuko kwenye siku ya 10 katika hizo 100. Kwa hiyo wale wote mlio hapa ambao ahadi za siku 100 zinagusa wizara zako, makatibu wakuu wenu hawajabadilika, wako pale wamejitayarisha. Kaunganeni nao, mpiki hizo ahadi, tuziendeleze, tuzitekeleze kwa kasi kubwa. Siku 100 hamna kitu, tuanzeni sasa utekelezaji wa yale tuliyoahidi. Ndugu zangu, nimemwambia katibu mkuu kiongozi na natoa tangazo hapa kwamba tutakutana kesho kuanzia saa 4. Mawaziri wote na manaibu waziri mlio hapa, kesho saa 4 tutakuwa na kikao kazi. Tutakwenda kuyachambua yale yote ambayo tunapaswa kuyafanya kwa undani, kila mmoja ajue. Lakini sambamba na hilo ni kuagize katibu mkuu kiongozi, wakimaliza hapo wasichukue siku nyingi, uwawahi na ile retreat ya mawaziri na manaibu wako. Waende wakaeleweshwe vyema kilichoko mbele yao, wajibu wenu, dhima yenu, na haya niliyoyasema. Hali ya resources ndani ya nchi, kiuchumi tukoje, lengo letu nini, tunaelekea wapi, na kila mtu ajue njia yake ya kupita ili twende tunakotaka. Sitaki tunaendelea, mchakato uko mbioni, nataka impact. Tukikubaliana mradi impact, matokeo kwa wananchi. Sio matokeo ofisini kwako, hapana. Tumefikia hapa, bado hapana. Matokeo kwa wananchi kwa muda utakao kubaliana. Kwa hiyo kwa vile kesho tutakuwa tuna uchambuzi kwa urefu wa ambayo tunakwenda kuyatekeleza, basi kwa leo niishie hapa, lakini nimalizie kwanza kwa kuwapa pole. Kuwapa pole kwa kazi nzito ambayo iko mbele yenu. Lakini pia niwapongeze kwa kuaminiwa. Kuna wabunge 390 na ngapi? 394 sijui na 93. Lakini haya namba yoyote. Lakini nyinyi ndio mmeibuka kuwa mtamsaidia rais kwenye wizara zile tulizogawana. Nyinyi ndio mmeibuka. Si kwamba ni wazuri kuliko wote kule ndani ya bunge, hapana. Vigezo vilikuwa vingi sana. Kwa hiyo nyinyi mmeibuka, na kama mtakavyojiona mko mchanganyiko hapa ndani. Mchanganyiko kutokana na background za kiuchumi, background za kijamii, background za kisiasa. Mko mchanganyiko humo ndani. Kwa sababu wote ni Watanzania na wote kazi yetu ni kuhudumia wananchi. Kwa hiyo niwaombe sana, tutasema mengi kesho tukikutana kwenye retreat. Leo itoshe kusema hongereni sana, lakini mna kazi kubwa mbele yenu. Basi asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana, tunakushukuru. Naomba tusimame kwa heshima ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania oye! Tanzania oye! Haya, asante sana, nashukuru.
naomba tukae. Mheshimiwa Rais, naomba uridhie kwa ajili ya picha za kumbukumbu. Tukio hili ni kubwa, na picha za kumbukumbu tutapiga hapo nyuma ya hema hili. Kuna sehemu ambayo imeandaliwa. Viongozi ambao watakaa katika viti pale mbele: Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Spika, Jaji Mkuu wa Tanzania, Katibu Mkuu Kiongozi, Jaji Mwangesi, Mwanasheria Mkuu wa Serikali na Mheshimiwa Waziri Lukuvi. Wao watakaa mbele katika viti. Na kama hivyo ndivyo, na kundi la kwanza litakalopiga picha, tutaanza na waheshimiwa mawaziri. Baada ya mawaziri mtakuwa bado mmesimama, manaibu wataungana na nyinyi. Tukimaliza hiyo picha, tutaelekeza kwenda katika eneo linalostahili. Kwa heshima na taadhima, naomba sasa tuwasindikize viongozi ili waende katika eneo maalum lililoandaliwa kwa ajili ya picha za kumbukumbu. Asante sana Mheshimiwa Rais. Brass band.